Ndugu zangu Waislamu, hakika tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, rehma na amani kumtakia kiongozi wa daraja Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na wahusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na katika kumcha Mwenyezi Mungu uwe ni ukweli wa kumcha, kwa maana ya kukatazana mabaya na kuamrishana mema, ya kufanya yale aliyoamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuyawacha yale aliyoyakataza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na huo ndio utakuwa ucha Mungu. Na ama katika yale yanayotupitia katika maisha yetu, tunatakiwa tutawakali kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika mitelezo yoyote tunayofanya, katika mapungufu tulionayo ya kibinadamu, ya kimaumbile, basi tutaraji kutoka kwa Mwenyezi Mungu msaada kwake. Usiteleze ukawa umekwenda moja kwa moja ukaanguka. Ukiteleza, rudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu kazi yake kubwa ni kuangalia watu gani wamerejea kutoka katika maovu na kwenda katika mambo mema. Usijisahau, usikate tamaa. Fikiria kwamba sasa haya ndiyo maisha ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kakukadiria katika maisha yako. Hakikisha unafanya jitihada ya kumwelekea Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hutuba yetu ya leo, ikiwa ni mwezi mosi Muharram 1447 Hijiria, ni tarehe ambayo inatukumbusha mambo mengi sana ambayo Waislamu kwa wakati huo wakiwa na kiongozi wao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama waliyapitia. Walipitia mambo yaliyokuwa mazuri, lakini walipitia majuto, mahangaiko na shida za hali mbalimbali, ambazo leo hii utakapotajiwa mojawapo ujipime. Lau kama hii shida ingekuwa imekukabili wewe au imekusogelea au imekufikia wewe, ungeweza kukabiliana nayo? Ungeweza kuwa na subira au ingekuwaje? Hotuba yetu ya leo haiwezi kwenda tofauti na tarehe ya leo ambayo ni kalenda ya Kiislamu. Kalenda ya Kiislamu ambayo leo tuna tarehe 1 at-taqwim, ambayo dunia sasa inatumika, na toka imeanza kutumika au imeasisiwa kwamba ianze kutumika sasa ni miaka 1400, tunakwenda mwaka wa 1447, lakini tumekamilisha miaka 1446. Na wala hii miaka sio ya kuzaliwa kwa mtume, wala hii miaka sio ya kufa kwa mtume, kama ambavyo baadhi ya mitandao imekuwa ikiandika. Kalenda ya Kiislamu ni kalenda ambayo imeasisiwa na kuwekewa mpangilio baada ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kufariki dunia. Utastaajabu kwa nini Mtume sallallahu alayhi wasallama akuiacha kalenda. Kalenda tunayozungumzia hapa ni ile iliyotafsiriwa kwenye vitabu mbalimbali, inayoonyesha hesabu kama ilivyokuwa tafsiri halisi. Kalenda ni hesabu za siku, baada ya kukamilisha siku hesabu za wiki, baada ya kukamilisha wiki hesabu za mwezi, baada ya kukamilisha mwezi hesabu za mwaka. Hiyo ndio inaitwa kalenda.
Na ndio maana kila mmoja aliyoko hapa kwa maelekezo ya imamu alivyosema kwamba baada ya hutuba tutazieleza kalenda katika uchache wake, na kila mmoja atagundua kumbe yeye pia ana kalenda anayoitumia japokuwa hajui kwamba yuko kwenye kalenda. Kwa hiyo kalenda ni hesabu, ni mkusanyiko wa siku na mkusanyiko wa miezi, mkusanyiko wa miaka, ndio inakuwa kalenda. Hiyo ndio tafsiri halisi. Lakini unakusanya siku gani na miezi gani? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alishaelezwa juu ya masiku na juu ya miezi. Kwa kalenda Mtume sallallahu alayhi wasallam ameiacha, ipo, sio kwamba haikuwepo. Kilichokuwa hakipo ni hesabu za kalenda. Mathalan, ukienda katika surati Tauba aya ya 36, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaizungumzia kalenda. Anasema inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahr, hakika mwaka mzima una miezi 12. Huyu ni Allah Subhanahu wa Ta'ala anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwamba mwaka mzima una miezi 12. Na hii ni fi kitabillahi yawma khalaqa samawati wal arda. Hii ni toka Allah Subhanahu wa Ta'ala amepangilia au amepanga kuumba mbingu na ardhi na vilivyomo. Kwa hiyo utaona miezi 12 ambayo tunayo sasa wanaitumia watu mbalimbali, kama tunavyoona miladia ni miezi 12, hijiria ni miezi 12, lakini ziko sehemu nyingine ambazo tutazieleza baadaye ni miezi 12. Hii ina maana kwamba hesabu ndio haipo, haikuwepo, lakini kwa maana ya kalenda, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ufafanuzi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam unaeleza wazi kwamba miezi 12 ni miezi ya muandamo, ambayo kuanzia mwezi mosi mpaka mwezi 29 au mwezi 30, hiyo ndiyo hesabu ya mwezi. Kwa hiyo takriban siku 354 au 355 ndio unakuwa umepata hili alilolisema Allah Subhanahu wa Ta'ala katika surati Tauba. Kwa hiyo ndio Mwenyezi Mungu akakamilisha akasema dhalika dinul qayyim. Hii sasa ndiyo dini iliyosimama. Kwa vipi Mwenyezi Mungu ameiona ndio dini? Kwa maana mwanadamu hasa Muislamu hatutakiwi kutumia fikra zetu au kalenda za kwenye saa za mkononi, bali tunatakiwa tutumie kalenda za miandamo ya mwezi na jua. Ndio maana ili tuupate mwezi lazima mwezi uandame, na mwezi ili uishe lazima ule mwezi uondoke, na ili tuipate swala lazima jua tujue kwamba limepinduka, kwamba sasa alfajiri imeondoka, ni baada ya jua kuchomoza, alfajiri ishaondoka. Tujue magharibi inaingiaje, manake jua limezama, sio saa fulani, sio saa 1:15, sio saa 12:40, la, ni magharibi imefika, kwa maana jua limezama. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwamba ndani ya miezi hiyo kuna miezi mitukufu, minha 4 hurum, ndani yake kuna miezi 4 mitukufu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akatutajia miezi hiyo, akatuambia ni mwezi wa Dhulqaada, Dhulhijja na Muharram, na baadaye akasema kuna mwezi ulioko katikati ya miezi mingine ambao ni mwezi wa Rajab. Hiyo ni miezi 4 mitukufu. Kuna kitu nataka nikueleze tu hapa ukielewe, ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
alikipanga kwa makusudi. Alipoipa miezi hii utukufu wake, ndani yake akatuambia fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu nafsi zenu ndani ya miezi hiyo minne. Sasa angalia kalenda sasa hii ambayo tunaita hijiria, ambayo rasmi tunasema ni kuhama kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kutoka Makka kuelekea Madinatul Munawwar. Asili yake ukifuatilia unakuta ni mazungumzo yaliyokuja baada ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kufariki, lakini hata baada ya Sayyidina Abubakar radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake, baada ya kufariki kwake. Katika utawala wa Sayyidina Umar alikaa, kama tunavyofahamu, Sayyidina Umar amekaa zaidi ya miaka 10. Kuna kauli zinasema miaka 10 mpaka na nusu, miaka 11 kasoro. Ni uongozi wa muda mrefu sana ambao alikaa Sayyidina Umar. Ndio maana Sayyidina Umar, baadhi ya vitu vingi, kwa wale ambao mmekwenda katika haji, mmekwenda katika masuala ya umra, ziara mbalimbali, Sayyidina Umar amefanya mabadiliko mengi sana pale Maka, ikiwemo makamu Ibrahim ambayo yeye kaihamisha kutoka pale karibu na Al-Kaaba, vilikuwa vimepakana, kaisogeza pembeni ili kuondoa msongamano na usumbufu. Hivi vyote vimefanywa na Sayyidina Umar. Kuna mtu mmoja alikuwa amekwenda Yemen, wafanya biashara walikuwa wanazunguka, wanaenda huku na kule. Katika kuzunguka kwake akakuta kule kuna tarehe tofauti na hii ya miladia, ambayo wakati huo ilikuwa inatumika ya Julius Caesar. Kama tunavyofahamu, Juliana kalenda imetengenezwa miaka 42 nyuma, kabla ya mwaka ule unaosemekana kwamba Yesu kazaliwa, ambao kabla ya tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka wa kwanza. Julius Caesar alikuwa ameshatengeneza kalenda ambayo ilikuwa inazingatia miezi. Mwanzo ilikuwa miezi 9, baadaye ikaja miezi 11, mwisho ikawa miezi 12, lakini ilikuwa na majina ya watu wa Kirumi na watawala wa Kirumi. Baada ya hapo huyo Caesar, kwa hiyo maswahaba sasa katika miaka ya 500, 600, 622 wakawa sasa wanapata tabu, wataandikaje taratibu zao, wataandikaje mikataba yao, wataandikaje siku ya kuzaliwa kwao, watawezaje kuadhimisha haya yaliyokuwa yanaendelea, ili waondokane na mwaka wa tembo, waondokane na mwaka wa njaa, waondokane na mwaka wa vita, waondokane na mwaka wa ugonjwa fulani wa magonjwa yaliyokuwa yanatokea. Kwa hiyo na wenyewe wakajadiliana, wakasema tuwe na hesabu inayojulikana rasmi ya kufanya shughuli zetu, na hasa katika mikataba. Sayyidina Umar aliongoza kikao hicho. Wapo baadhi waliopendekeza tarehe hiyo ianze wakati Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipozaliwa. Ikawa imepingana kwa sababu kuna ikhtilafu baina ya kuzaliwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tarehe kama zilivyojieleza katika vitabu mbalimbali. Kwa hiyo wakaiweka pembeni, wakasema basi tuweke siku aliyokufa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakakataa, wakasema haiwezekani pia, kwa sababu siku hiyo ni siku ya huzuni, tutakuwa sisi tunajikumbusha maumivu ya kuondokewa na kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baadaye wakapendekeza siku aliyoama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutoka Maka kuelekea Yathriba, kwa maana Yathriba ambayo leo inaitwa Madinatul Munawwar. Kwa hiyo kalenda ikaanzia hapo. Faida inayopatikana ndani ya kalenda kuanzia hapo, tulipokuja kwenye surati Tauba aya 36,
tumekuta Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatueleza kwamba ndani ya mwaka iko miezi 12, lakini ndani yake iko miezi 4 mitukufu. Sasa mitukufu hii tukiachana na Dhulqaada na Rajab, tunakuja Dhulhijja, ambalo muda uliopita tumefanya tukio kubwa sana la ibada ya haji ambayo inatimiza nguzo katika nguzo za Uislamu, ambao ni mwezi wa 12 katika hesabu iliyopangwa wakati wa Saidina Umar, Mwenyezi Mungu amwie radhi. Lakini mwezi wa kwanza ni Muharram, na wenyewe ni miongoni mwa miezi mitukufu. Kwa hiyo tunatoka ndani ya mwezi mtukufu wa Dhulhijja, tunaingia tukiwa tumefunga mwaka, tunaingia mwanzo wa mwaka Muharram. Ni yote hiyo ni miezi mitukufu. Kwa hiyo unamaliza mwaka ukiwa ndani ya mwezi mtukufu na unaanza mwaka ukiwa ndani ya miezi mtukufu. Kwa hiyo hii ndio faida ya maswahaba ambao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawapa ruhusa ya kufanya chochote ili mradi wasiende nje ya Qur'ani na sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalenda hii inatusaidia sisi, na huo ndo mwanzo wa kalenda ya Hijiria ambayo ni rasmi kwa lugha ile ile tunayoita kwamba lugha ya Hijiria. Kwa kuhama kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuanza kwa kalenda kunaashiria kuanza kutumia hesabu zetu na siku zetu kuzihesabu kwa njia hiyo. Ndani ndo tunapata mwezi wa Ramadhani utakuwa lini, siku ya Ashura itakuwa lini, zile masiku meupe yatakuwa lini. Je, wewe umezaliwa tarehe ngapi ya kuhama kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Je, umezaliwa tarehe ngapi katika miezi hii ya mwandamo? Vyote hivyo tutavipata. Je, hija, akina mama watapataje tarehe? Fiki inasemaje kuhusu tarehe za akina mama katika ada zao? Ni kuhusiana na nini? Ni kuhusiana na mwezi mwandamo au mwezi wa kalenda ambao tunahesabu 1, 2 mpaka 31? Vyote hivi walikuja kurahisisha, ambayo sisi wenyewe tunatakiwa tuvifate na tuvifanye. Hilo linakuwa ni kama sehemu ya kwanza katika suala zima la kalenda, na hasa katika kalenda ya Kiislamu. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka au yaktuluka au yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahal azim li wa lakum wastaghfiru anni ankum jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kathiran kama amara wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Hotuba yetu ya kwanza imetueleza miezi 12 ndio inayotengeneza mwaka mzima, lakini kabla ya hapo tulikuwa hatuna hesabu ya kuzihesabu ni mwezi gani unaanza na mwezi gani unamalizika. Ni baada ya utawala Sayyidina Abubakar radhiyallahu ta'ala anhu, ulipoingia utawala wa Sayyidina Umar ibn al-Khattab, Mwenyezi Mungu amwie radhi, ndipo kulichukuliwa uamuzi wa kuanza hesabu mwezi gani uwe ni wa kwanza katika mwaka na mwezi gani uwe ni wa 12 katika mwaka. Na wote walikubaliana waliokuwepo maswahaba kwamba mwezi wa kwanza ni Muharram kama ilivyokuwa tarehe 1 leo, na mwezi wa mwisho utakuwa ni Dhulhijja ambao ni mwezi wa 12. Kwa mfungo 3 ambao ni mwezi wa Dhulhijja ndio mwezi wa 12. Muharram ambao ni mfungo 4 ndio mwezi wa kwanza katika kalenda ya Kiislamu. Lakini tuzingatie kwamba tumepata bakti ya kumaliza mwaka ndani ya mwezi mtukufu,
na kuanza mwaka ndani ya mwezi mtukufu, kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an, minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu nafsi zenu katika miezi hiyo, yani minne. Na kudhulumu nafsi ni katika namna mbili. Namna ya kwanza ni kuacha kufanya ibada ndani ya mwezi hii, ukapuuza ibada, yani hata rakaataini, sunna moja ya rakaa mbili, yani inafaa kabisa katika miezi hii, itakunyanyua daraja kubwa katika hili. Sadaka ya shilingi 100, sadaka ya shilingi 1000 ndani ya miezi hii itakunyanyua katika daraja ambalo hujawahi kuona, kwa sababu hii ni kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Usidhulumu nafsi yako. Una 1000 mfukoni alafu unashindwa kuitoa, hiyo ni dhulma. Lakini dhulma ya pili ni kutenda matendo maovu, kugombana na watu, kufarakanisha watu, kutoka kauli mbaya, kushindwa kuvumilia katika yale yaliyokukuta. Unadhulumu nafsi yako. Yani ili uweze kuonekana ni mja wa Mwenyezi Mungu, hata kama sio mcha Mungu, maana mcha Mungu anamjua Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini ni mja uliyejinyenyekeza kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi jaribu kuingia katika tabia ambazo unahisi hizi ndio tabia jamii inazitaka, sio jamii ambayo sio tabia ambazo hata wewe mwenyewe ukifanyiwa utaona sawa. Hiyo ni dhulma. Hotuba yetu ya pili tumalizie kwa maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambayo yako katika surati Al-Anfal. Sura hii kuna aya moja, ni aya ya 30. Hii aya, ndugu zangu, inaelezea moja ya sababu ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuhama Maka kuelekea Madina. Tunaja kujifunza katika vitu vingi vya kujifunza katika uhamaji wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutoka Maka kwenda Madina. Wanachuoni na wafasiri wameeleza ziko sababu 21 za faida na mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhama Maka kuelekea Madina. Moja tu ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikimbia uadui uliokuwa umetokea pale Maka. Ilifika Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akafika mahala anataka kuhudhuriwa, sasa anataka kuharibikiwa. Wote wanaomfuata wanapata mateso ya hali ya juu sana, wanahangaika. Wamefika pahala mpaka ikafikia sasa wao wanalia kwenye mashimo, chakula wanapata wanaenda kwenye mahandaki, wanajificha porini. Tunapoizungumza Maka, sio Maka iliyojaa magorofa leo unayoiona kwenye TV au unayoiona kwenye simu yako. Ni Maka iliyojaa mapori, iliyojaa miba, iliyojaa mawe, iliyojaa nyoka, iliyojaa mijusi. Watu wanaenda kujificha kule na wanagongwa na nyoka kule kule na wanakufa. Ikaja decision ya watu wa Maka ambao walifanya kikao cha kuhakikisha wanamdhuru Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndio maana Mwenyezi Mungu anatukumbusha, anasema wa idh yamkuru bika alladhina kafaru, ewe Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hebu kumbuka watu waliokuwa wanataka kukumaliza, waliofanya vitimbi na vikao vya kuhakikisha wanakuteketeza, liyuthbituka au yaktuluka au yukhrijuka. Katika vikao vyao walipanga mambo matatu, wakakubaliana moja. Walipanga wamfungie ndani, wamnyime chakula mpaka dakika ya mwisho atakapokuwa amefariki. Akatokea mzee mmoja, inasemekana alitokea Najdi kule eneo la Riyadh, ni kama kilomita 900 kule.
lakini baadhi ya wafasiri wanaeleza kwamba yule alikuwa ni Ibilisi. Akaambia hapana, msimfungie ndani, mtakuja kujulikana nani kamfungia. Ikaja rai nyingine ikasema basi tumfunge kwenye kipando, tumburuze mpaka achanike, ang'oke mikono miguu, mwisho akafie mbali. Yule mzee akawakatalia, akamwambia hapana, msifanye kitu cha namna hiyo, takuja kujulikana nani amepanda huyo mnyama na nani kamburuza. Hapa kutatokea Bani Hashim watapigana, hapa kutatokea vita kubwa mjawahi kuiona. Kumbe yule Ibilisi anajua wazi kwamba mipango hiyo haiwezi kufanikiwa. Walipoleta rai ya kuizingira nyumba ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wamkate mapanga wote kwa pamoja ili makabila isionekane ni yupi aliyemuua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakaizunguka nyumba yake, hiyo rai ikakubalika na kila mtu akanoa jambia lake, wakaenda wakamzunguka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu anasema wayamkuruna, hivyo vitimbi walivifanya. Anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambie sisi, yani hata wewe unayenisikiliza ndio Mtume anakuambia kwamba hivi ni vitimbi ambavyo hata wewe unafanyiwa nyumbani kwako, unafanyiwa mtaani kwako, unafanyiwa kazini kwako, unafanyiwa kwenye maisha yako. Kuna vitimbi vinafanyika ghaibia, yani uvioni. Kuna watu wanapanga mipango, wengine ni ndugu. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwahi kujua huo mpango. Mwenyezi Mungu anasema wayamkurullah, lakini pia Mwenyezi Mungu alikuwa na mpango wake ambao pia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuujua. Ndio wewe ukishashinda vita au ukishafanikiwa unajiona mjanja, kumbe pembeni yako Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa anapambana na wale watu, anapambana na vile viumbe vinavyokutaka kukutesa. Kwa hiyo tawakkal kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wallahu khairul makirin. Hakika vitimbi vya Allah subhanahu wa ta'ala, mitego na michezo yote inayoweza kummaliza mtu ni ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, sio ya kibinadamu. Hii ni moja ya sababu ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam iliyomfanya ahame kutoka Makka kuelekea Yathriba ambayo ni Madina leo, kutokana na vitimbi hivi. Kwa Mtume akapanga safari ya kuwatoroka, lakini huku asijue chochote. Baadaye alikuja kuonekana hayupo pale nyumbani na makabila yote yamezunguka ile nyumba. Na baada ya hapo sasa kilichoendelea, inshallah baada ya wakati tutakapomaliza hutuba ya Ijumaa, basi tutaelezea kuanzia hapo na kuendelea, kwa sababu hutuba inakuwa na taratibu zake na watu waingie kwenye swala katika kipindi na wakati ambao unahitajika. Tujitahidi sana katika maisha yetu, tumswalie sana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kama qala Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amirul mu'minin sayyidina Abu Bakr as-Siddiq wa amirul mu'minin sayyidina Umar bin Khattab wa amirul mu'minin sayyidina Uthman bin Affan wa amirul mu'minin sayyidina Ali bin Abi Talib wa baqiyatul asharatul mubashara ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'ina ila yaumiddin. Allahumma ghafir mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana innaka qaribun mujibu da'wa ya qadiyal haja ya kafiyal muhimma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar birahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fakhsha'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha yadhkurukum lahu yastajibu lakum wa la dhikrullahi ta'ala a'la wa awla wa 'azzu wa jallu wa tam wa ham wa akbar wa aqimus salah.